Katika jiji kubwa lenye kelele za magari, majengo marefu na maisha ya kasi, kulikuwa na hoteli moja maarufu sana iliyoitwa Golden Palace Hotel. Ilikuwa ni hoteli ya kifahari, yenye vyumba vya gharama kubwa, wageni matajiri na wafanyakazi waliovaa suti safi kila siku. Lakini siku moja, msichana mmoja mdogo kutoka kijijini alifika kwenye lango la hoteli hiyo kwa hofu na matumaini. Jina lake lilikuwa Asha. Asha hakuwa na viatu vya gharama, hakuwa na simu ya kisasa, wala hakuwa na mavazi ya kuvutia. Alikuwa amevaa gauni rahisi, limekauka rangi kidogo, na nywele zake alikuwa amezifunga kwa mpira wa kawaida. Uso wake haukuwa na makeup, lakini macho yake yalionyesha unyenyekevu na nia njema. Asha alitoka katika kijiji cha mbali ambacho hakikuwa na umeme wa uhakika, wala maji ya bomba. Baada ya kifo cha baba yake, maisha yalibadilika ghafla. Ilibidi ajitegemee mwenyewe. Ndiyo maana alisafiri hadi jijini kutafuta kazi yoyote halali ili aweze kuishi. Aliposimama mbele ya mlango wa Golden Palace, alihema kwa nguvu. Ewe Mungu, nisaidie nipate kazi leo, alinong'ona moyoni. Aliingia ndani na kuuliza kwa sauti ya upole, tafadhali, naomba kuomba kazi ya usafi kama ipo. Wafanyakazi waliomwangalia walimkagua kuanzia juu hadi chini. Baadhi yao walicheka kimya kimya, wengine walionyesha sura za dharau. Lakini kwa bahati nzuri, hoteli ilikuwa inatafuta msafishaji mpya. Baada ya mahojiano mafupi, Asha alipokea sare ya kazi, shati jeupe, suruali ya kijivu na viatu vya kawaida vya kazi. Alipotazama sare hiyo, alitabasamu. Hii ndiyo mwanzo wa maisha mapya, alijisemea. Siku yake ya kwanza kazini haikuwa rahisi. Alipewa kazi ya kusafisha vyumba, kufuta sakafu na kukusanya taka. Hakulalamika hata mara moja. Kila alipofanya kazi, alifanya kwa bidii na tabasamu. Wageni walipompita, walimwona tu kama msichana wa kawaida wa usafi. Hakuna aliyempa heshima maalum. Wengine walimtupa taka mbele yake, wengine walimuita kwa filimbi badala ya jina. Lakini Asha hakukasirika. Moyo wake ulikuwa mtulivu, na ndani kabisa ya nafsi yake, alijua kuwa hii ilikuwa sehemu tu ya safari yake. Hakujua kuwa siku moja hoteli hii yote ingejaa mshangao mkubwa. Na wala hawakujua kuwa msichana huyu aliyevaa sare ya usafi ndiye mmiliki halali wa Golden Palace Hotel. Baada ya siku chache kazini, Asha alianza kugundua kuwa kufanya kazi hotelini haikuwa changamoto ya kimwili tu, bali pia ya kisaikolojia. Wafanyakazi wenzake hawakumuona kama msichana mwenye ndoto. Walimuona kama mtumwa wa kazi ngumu. Kwa sababu alikuwa mpole, hakupenda malumbano, na alikuwa tayari kufanya kazi yoyote, baadhi ya wafanyakazi walianza kumtumia vibaya. Asha, nenda safishe choo cha ghorofa ya 3. Mara hii nenda kusafisha vyumba 5 peke yako. Haraka, mgeni anasubiri. Wakati wengine walikuwa wanapumzika, Asha alikuwa akifanya kazi. Wakati wengine walikuwa wakicheka, Asha alikuwa akifuta sakafu. Lakini kilichouma zaidi, si kazi ngumu, bali maneno ya dharau. Msichana wa kijijini tu huyu, mmoja alisema kwa sauti ya kejeli. Unaona alivyo? Hata shule anaonekana hakufika, mwingine akaongeza. Walicheka. Asha aliwasikia. Lakini alichagua kunyamaza. Meneja msaidizi, Bia Otekuja. Monica alikuwa mkali sana kwake. Asha, wewe huna akili au? Kwa muonekano wako huo, hutakiwi hata kuwa hapa. Kila kosa dogo, hata lisilokuwa lake, lilikuwa linamwangukia Asha. Mara glasi ilivunjika, Asha alilaumiwa. Mara mteja alilalamika, Asha aliitwa. Lakini hakujibu kwa hasira. Aliinamisha kichwa na kusema tu, samahani, nitarekebisha. Wafanyakazi wenzake waliinua mabega kwa dharau. Kwao, Asha alikuwa mtu wa mwisho kwenye hotel. Hakuna aliyedhani anaweza kuwa kitu zaidi ya msafishaji. Lakini ndani ya moyo wake, Asha alikuwa anajifunza. Alijifunza tabia za watu. Alijifunza unafiki. Na alijifunza kuwa nguvu ya kweli si kupiga kelele, bali kuvumilia. Usiku mmoja alipokuwa akiosha sakafu peke yake, machozi yalitiririka kimya kimya. Baba, na kuahidi, siku moja nitabadilisha kila kitu hapa, alinong'ona. Lakini kwa sasa, Asha aliendelea kufuta sakafu. Akiwa kimya. Akiwa mpole. Lakini akiwa na nguvu moyoni. Na wafanyakazi waliomdharau hawakujua kuwa siku ya ukweli ilikuwa inakuja. Kadiri siku zilivyopita, Asha alianza kukutana na changamoto mpya. Sio kutoka kwa wafanyakazi wenzake tu,
bali pia kutoka kwa wageni wa hotel. Golden Palace Hotel ilikuwa inapokea watu matajiri, wafanyabiashara wakubwa na watu waliovaa mavazi ya gharama kila siku. Watu waliokuwa wamezoea kuheshimiwa. Lakini walipomwona Asha akiwa amevaa sare ya usafi, bila mapambo na uso wa upole, hawakumwona kama binadamu kamili. Walimwona kama kifaa cha kazi. Ala, msafishaji, njoo hapa. Nani alikwambia usafishe vibaya hivi? Harakisha, nina haraka. Wengine hawakumuita hata kwa jina. Walimwashiria kwa kidole kama mtoto mdogo. Siku moja, mgeni mmoja tajiri alimwaga juisi mezani makusudi. Msafishaji, njoo uoshe hapa. Haraka, alisema kwa sauti ya dharau. Asha alikuja kimya kimya, akapiga magoti, akaanza kufuta meza. Hakujibu. Hakulalamika. Lakini maneno yaliendelea. Nyinyi watu wa chini hamjui kazi. Hoteli inapaswa kuajiri watu wenye akili, sio hawa wa kijijini. Wengine walicheka. Macho ya Asha yalijaa machozi, lakini aliendelea kutabasamu. Kuna mgeni mmoja aliyemwambia, wewe ni msafishaji tu. Usijione wa maana sana hapa. Maneno ya hayo yalichoma moyo wake. Lakini bado hakujibu. Kwa sababu Asha alijua kitu kimoja muhimu. Heshima ya kweli haitokani na sare unayovaa, bali tabia yako. Usiku mmoja, alipokuwa anafagia ukumbi mkubwa wa mapokezi, alisimama kwa sekunde chache, akaangalia dari refu la hotel hiyo. Baba, walinidharau sana leo, alinong'ona. Lakini nitaendelea kuwa mpole, kwa sababu ukweli bado haujafika. Wageni walipita pembeni yake bila hata kumtazama. Kwao, Asha alikuwa msafishaji tu. Lakini hawakujua kuwa walikuwa wakimdharau mmiliki halali wa Golden Palace Hotel. Na siku ya ukweli ilikuwa inakaribia kwa kasi. Kila mtu katika Golden Palace Hotel alimwona Asha kama msichana wa kawaida wa usafi. Msichana asiye na sauti. Msichana asiye na nguvu. Msichana asiye na hadhi. Lakini ukweli mkubwa ulikuwa umefichwa moyoni mwa Asha. Hoteli hii yote, kuanzia vyumba vya kifahari, mapokezi makubwa, hadi mgahawa wa gharama, ilikuwa ni mali ya marehemu baba yake. Baba yake, Bwana Salim, alikuwa mfanyabiashara mkubwa aliyewahi kujenga Golden Palace kwa jasho na juhudi zake. Kabla hajafariki, alimwachia Asha hati zote za umiliki. Lakini Asha hakutaka kuingia hotelini kama bosi. Alitaka kuingia kama mfanyakazi wa kawaida. Kwa nini? Kwa sababu alitaka kuona ukweli. Alitaka kuona tabia za watu bila vinyago. Alitaka kujua nani ana heshima ya kweli na nani ana heshima ya pesa tu. Kila dharau aliyopata, kila tusi alilosikia, kila macho yaliyomdharau, Asha alihifadhi moyoni. Lakini hakulipiza kisasi. Aliendelea kusafisha sakafu, aliendelea kutabasamu, na aliendelea kujifanya hana nguvu. Usiku mmoja, akiwa peke yake kwenye chumba chake kidogo cha wafanyakazi, Asha alitoa bahasha ya zamani. Ndani yake kulikuwa na picha ya baba yake, wakiwa pamoja mbele ya Golden Palace. Asha aliitazama picha hiyo kwa muda mrefu. Baba, walinifanyia vibaya leo, alisema kwa sauti ya chini. Lakini nitaendelea kuvumilia. Nataka kuona sura zao za kweli. Aliifunga bahasha, akafuta machozi na akavuta pumzi ndefu. Kesho yake, alirudi kazini kama kawaida. Hakuna aliyeshuku chochote. Hakuna aliyedhani ana siri kubwa hivyo. Wafanyakazi waliendelea kumtuma, wageni waliendelea kumdharau, na wasimamizi waliendelea kumtishia. Lakini ndani ya Asha kulikuwa na nguvu tofauti. Nguvu ya mtu anayejua ukweli, lakini anayechagua kunyamaza. Kwa sababu Asha alijua, ukimya wake ulikuwa maandalizi ya mshangao mkubwa. Na siku itakapofika, wale wote waliomdharau wangesimama kwa mshangao na midomo wazi. Kwa sasa, Asha aliendelea kufagia sakafu, akiwa msichana wa kawaida machoni pao, lakini akiwa mmiliki halali wa hoteli moyoni. Kati ya watu wote waliokuwa wakimfanya Asha ajisikie mdogo, kulikuwa na mmoja aliyemuumiza zaidi ya wote. Bwana Daniel, meneja mkuu wa Golden Palace Hotel.
Bwana Daniel alikuwa mtu mwenye sauti kubwa, uso mkali na moyo usio na huruma. Aliamini kuwa cheo chake kilimpa haki ya kuwadhalilisha wale aliowaona kuwa wa chini yake. Na kwa bahati mbaya, Asha alikuwa kwenye orodha yake ya walengwa wakuu. Kila alipomwona Asha akifanya kazi, hakumwona kama mfanyakazi anayejitahidi. Alimwona kama mtu wa kumwagia hasira zake. Asha, wewe ni kipofu au nini? Umesafisha vibaya kabisa. Kwa akili zako hizi, hata kufagia hufai. Maneno yake yalikuwa makali kama kisu moyoni. Mbele ya wafanyakazi wenzake, mbele ya wageni, na hata mbele ya watu wasiomhusu, Bwana Daniel alimshushia Asha heshima yake. Siku moja, alipokosea kidogo kuweka ndoo ya maji sehemu isiyofaa, Bwana Daniel alipiga kelele, "Unadhani hii ni kijijini kwenu? Kama huwezi kufuata sheria, nitakufukuza kazi leo hii." Ukumbi wote ulikaa kimya. Wafanyakazi walitazamana kwa hofu, na Asha alisimama pale, mikono ikitetemeka, macho yakiwa yamejaa machozi. Lakini bado hakujibu kwa hasira. Aliinamisha kichwa na kusema kwa sauti ya chini, "Samahani meneja, haitarudiwa." Lakini hata msamaha wake haukumridhisha Bwana Daniel. "Usiniombee huruma. Kumbuka wewe ni msafishaji tu hapa." Maneno hayo yalikuwa mazito kuliko ndoo ya maji aliyobeba. Usiku huo, Asha alirudi kwenye chumba chake cha wafanyakazi, akiwa na uchovu mwingi wa mwili na moyo. Alikaa kitandani, akatazama dari, na machozi yakaanza kumtoka kimya kimya. "Baba, kwa nini wananidharau hivi? Lakini nitaendelea kuvumilia kwa sababu ukweli bado haujafika." Asha alifuta machozi, akavuta pumzi ndefu na akasimama tena. Kesho yake alirudi kazini kama kawaida. Bwana Daniel aliendelea kuwa mkatili. Asha aliendelea kuwa mpole. Lakini kitu kimoja hakikubadilika. Ukweli ulikuwa bado umefichwa. Na siku ukweli utakapoonekana, Bwana Daniel angekuwa mtu wa kwanza kushangaa, kutetemeka na kujuta. Kwa sasa, Asha aliendelea kuwa msafishaji tu machoni pao, lakini ndani ya moyo wake alikuwa anasubiri siku ya haki. Licha ya dharau zote, kelele za meneja na maneno makali ya wafanyakazi wenzake, Asha hakuwahi kubadilika. Moyo wake uliendelea kuwa safi kama sakafu alizokuwa akifuta kila siku. Wakati wengine walikuwa wakijibu kwa hasira, Asha alijibu kwa tabasamu. Wakati wengine walikuwa wakilipa dharau kwa dharau, Asha alilipa kwa upendo. Siku moja, mgeni mmoja mzee aliteleza karibu na mlango wa hoteli. Watu walipita, wakatazama, lakini hakuna aliyesimama kumsaidia. Wote walikuwa na haraka. Lakini Asha alisimama. Alikimbia kwa haraka, akamshika yule mzee kwa upole na kumsaidia kusimama. "Pole sana babu, unaumia?" aliuliza kwa sauti ya huruma. Yule mzee alimtazama Asha kwa mshangao. "Asante sana mwanangu. Wewe una moyo mzuri," alisema kwa tabasamu. Asha alitabasamu naye, akampeleka mpaka kwenye kiti cha mapumziko, akampa maji, kisha akarudi kazini kama kawaida. Hakutarajia shukrani. Hakutafuta sifa. Alifanya kwa sababu moyo wake ulimfundisha hivyo. Siku nyingine, mfanyakazi mwenzake alipata shida kazini na karibu afukuzwe kwa kosa ambalo halikuwa lake. Wafanyakazi walinyamaza kwa hofu. Lakini Asha alisimama. "Meneja tafadhali, kosa hili si lake peke yake. Naomba apewe nafasi ya kurekebisha," alisema kwa sauti ya heshima. Wote walimwangalia kwa mshangao. Msichana aliyekuwa kimya kila siku, sasa alikuwa anasimama kwa ajili ya wengine. Meneja alimtazama kwa dharau, lakini aliruhusu yule mfanyakazi abaki. Baadaye, yule mfanyakazi alimshukuru Asha kwa machozi. "Wewe una moyo wa dhahabu," alimwambia. Lakini Asha alitabasamu tu. Kila alipopita kwenye korido za hoteli, tabasamu lake lilikuwa kama mwanga mdogo katika giza la dharau na ukatili. Wengine walianza kumheshimu kimya kimya, hata kama hawakuthubutu kusema hadharani, kwa sababu waliona kitu tofauti kwake. Utu wa kweli. Asha alijua kitu kimoja. Heshima ya kweli haipatikani kwa cheo, bali kwa tabia. Na bila kujua, moyo wake mwema ulikuwa tayari umeanza kubadilisha Golden Palace Hotel taratibu. Lakini bado hakuna aliyefahamu ukweli wake mkubwa. Kwao,
Asha alikuwa msafishaji tu. Lakini kwa Mungu na kwa hatima yake, Asha alikuwa zaidi ya walivyodhani. Siku moja ya asubuhi, hali ya hewa katika Golden Palace Hotel ilibadilika ghafla. Kulikuwa na ukimya mzito, watu walitembea kwa haraka na nyuso zilijaa hofu. Kwa nini? Kwa sababu mkaguzi mkuu kutoka makao makuu alikuwa anakuja kufanya ukaguzi rasmi wa hoteli. Habari hiyo ilisambaa kama moto polini. Mkaguzi anakuja leo. Huyu si wa kawaida, anatoka moja kwa moja makao makuu. Akikuta makosa, watu wanaweza kufukuzwa kazi. Wafanyakazi wote walianza kusafisha kwa hofu. Sakafu zilifutwa mara 2. Mapazia yalipigwa pasi. Vyumba vilikaguliwa kila kona. Lakini mtu aliyekuwa na hofu zaidi ya wote alikuwa Bwana Daniel, meneja mkuu. Uso wake ulikuwa umejaa wasiwasi. Alitembea huku na huku, akipiga kelele kwa kila mtu. Asha, harakisha kusafisha eneo la mapokezi. Wewe, hakikisha vyumba vya wageni vina harufu nzuri. Sitaki kuona kosa hata moja. Kwa mara ya kwanza, sauti ya Bwana Daniel haikuwa ya kujiamini. Ilikuwa sauti ya mtu aliyekuwa na hofu moyoni. Kwa sababu alijua siri moja. Hoteli haikuwa katika hali nzuri kama inavyoonekana. Kulikuwa na malalamiko ya wageni, tabia mbaya za wafanyakazi, na ripoti nyingi zilizokuwa hazijawahi kutatuliwa. Lakini sasa, mkaguzi alikuwa njiani. Asha, kama kawaida, alikuwa akifanya kazi yake kwa utulivu. Hakupiga kelele. Hakukimbia kwa hofu. Alifanya kazi kwa makini na kwa moyo safi. Wakati gari la kifahari liliposimama mbele ya hoteli, ukumbi wote ulikaa kimya. Mwanaume mmoja mwenye suti nyeusi, uso mkali, na faili mkononi alishuka. Mkaguzi mkuu amewasili, mtu mmoja alisema kwa sauti ya hofu. Wafanyakazi wote waliinama kwa heshima. Bwana Daniel alitabasamu kwa nguvu, japokuwa macho yake yalionyesha wasiwasi. Karibu sana bwana. Golden Palace Hotel iko tayari kwa ukaguzi, alisema. Mkaguzi alitazama hoteli kuanzia chini hadi juu bila kusema neno. Lakini macho yake yalikuwa makali. Asha alipita pembeni akiwa na ndoo ya maji. Hakuna aliyempa umuhimu. Lakini mkaguzi alimtazama kwa sekunde chache. Kisha akaendelea na safari yake ya ukaguzi. Ndani ya Golden Palace, siku ya haki ilikuwa imeanza. Na kwa mara ya kwanza, wale waliokuwa wanamdharau Asha walihisi kuwa kitu kikubwa kilikuwa kinakuja. Ukumbi mkubwa wa Golden Palace Hotel ulikuwa umejaa watu. Wafanyakazi walisimama kwa mstari. Wageni walikaa kimya, na macho yote yalikuwa yakimwangalia mkaguzi mkuu. Bwana Daniel alisimama mbele akiwa na tabasamu la uongo, moyo wake ukipiga kwa kasi. Mkaguzi alifungua faili lake taratibu, akavuta pumzi ndefu, kisha akasema kwa sauti nzito, baada ya kufanya ukaguzi kamili wa hoteli hii, kuna jambo moja muhimu sana ambalo lazima lijulikane leo. Ukumbi ulikaa kimya kabisa. Hata sauti ya kiyoyozi ilionekana kusikika. Mkaguzi aliinua macho yake na kumtazama Asha, aliyekuwa amesimama pembeni, akiwa na sare yake ya usafi, ndoo mkononi, uso wake mtulivu. Asha, alisema, tafadhali njoo mbele. Watu walitazamana kwa mshangao. Kwa nini msafishaji aitwe mbele? Waliulizana kimoyomoyo. Asha alitembea polepole, akisimama mbele ya ukumbi mzima. Mkaguzi akageuza faili lake, akatoa hati moja, kisha akasema kwa sauti iliyojaa mamlaka, kwa mujibu wa kumbukumbu rasmi za kampuni, Golden Palace Hotel ni mali ya familia ya marehemu Bwana Salim. Watu waliinua nyuso zao kwa mshangao. Mkaguzi akaendelea, na mrithi halali wa mali hii si Meneja Daniel, si bodi ya wakurugenzi, bali ni Asha Salim. Ukumbi mzima ulinyamaza. Hakukuwa na hata sauti ya kupumua. Wafanyakazi walibaki midomo wazi. Wageni waliinua nyusi kwa mshangao. Na Bwana Daniel, uso wake uligeuka mweupe kama karatasi. Msafishaji, mmiliki wa hoteli,
Wengine walinong'ona. Mkaguzi akakabidhi hati mikononi mwa Asha. Huyu ndiye mmiliki halali wa Golden Palace Hotel, alisema kwa sauti ya mwisho. Asha alishika hati kwa mikono inayotetemeka, macho yake yakijaa machozi, lakini uso wake ukibaki mtulivu. Kwa mara ya kwanza, sare ya usafi haikumfanya aonekane mdogo tena. Sasa alionekana kama bosi halali. Wafanyakazi waliokuwa wakimdharau walishusha vichwa vyao. Wageni waliomwita msafishaji tu walikaa kimya kwa aibu, na Bwana Daniel alishindwa hata kusema neno. Ukweli ulikuwa umefichuliwa, na Golden Palace Hotel haingekuwa tena kama zamani. Baada ya ukweli kufichuliwa, ukumbi wa Golden Palace Hotel haukuwa tena kama zamani. Hali ya hewa ilibadilika. Ukavu wa dharau ulibadilika kuwa aibu na hofu. Wafanyakazi waliokuwa wakicheka jana, waliokuwa wakimtuma Asha leo, na waliokuwa wakimdhalilisha hadharani, sasa walisimama kimya, vichwa vikiwa vimeinama. Macho yote yalikuwa yakimwangalia Asha Salim, msichana waliona kama msafishaji tu, lakini sasa akawa mmiliki halali wa hoteli. Mara ya kwanza, Monica, yule meneja msaidizi mkali, alisogea mbele. Macho yake yalijaa machozi. Asha, tafadhali nisamehe, alisema kwa sauti ya kutetemeka. Sikujua wewe ni nani. Nilikuonea sana. Alipiga magoti mbele ya Asha. Ukumbi ukashtuka. Kisha wafanyakazi wengine wakafuata. Mmoja baada ya mwingine walipiga magoti, wakilia, wakisema, samahani Asha, tulifanya makosa, tafadhali tusamehe. Hata wageni waliokuwa wakimdharau walisimama kimya, wakihisi aibu kubwa. Lakini tukio lililoshangaza zaidi lilikuwa la Bwana Daniel, yule meneja mkatili aliyekuwa akipiga kelele kila siku, aliyemtishia Asha kufukuzwa kazi mara nyingi. Sasa alikuwa anatembea kwa hatua nzito, uso wake ukiwa umejaa hofu. Alisimama mbele ya Asha, akameza mate, kisha akapiga magoti. Asha, nilikukosea sana, alisema kwa sauti ya chini. Niliwadharau watu. Nilitumia mamlaka vibaya. Tafadhali nisamehe. Ukumbi wote ulikuwa kimya. Asha alimtazama kwa muda mrefu. Aliona macho ya hofu, lakini pia aliona majuto. Alivuta pumzi ndefu, kisha akasema kwa sauti tulivu, msamaha hauombiwi kwa magoti, unaombwa kwa mabadiliko ya tabia. Watu wote waliinua vichwa. Asha akaendelea, na wasamehe, lakini kuanzia leo Golden Palace itakuwa mahali pa heshima, si pa dharau. Machozi ya furaha yakaanza kumtoka. Wafanyakazi walishangilia kimya kimya. Wengine walilia kwa shukrani. Na kwa mara ya kwanza, Asha hakuwa tena msafishaji tu. Alikuwa kiongozi wa haki. Baada ya mshangao wa ukweli, Golden Palace Hotel haikuwa tena kama zamani. Wafanyakazi walijifunza funzo ambalo hawangeweza kulisahau. Asha alisimama mbele ya ukumbi mkubwa, macho yake yaking'ara, uso wake ukiwa na tabasamu la amani. Wote waliokuwa pale, kutoka kwa meneja mkatili hadi mfanyakazi mdogo, walitulia wakimwangalia kwa hofu na heshima. Asha akapiga pumzi, kisha akasema kwa sauti tulivu lakini yenye nguvu, usimhukumu mtu kwa mavazi yake au nafasi yake katika maisha. Heshimu kila mtu, kwa sababu hujui ni nani kesho. Huwezi kujua ni nani ambaye atakuinua, atakusaidia, au kuwa chimbuko la mafanikio yako. Wafanyakazi walisogea karibu, wakimsikiliza kwa makini. Meneja Daniel, aliyekuwa akijiona mkuu wa kila kitu, alikuwa amesimama kimya, akijua kuwa dharau yake ya jana ilikuwa makosa makubwa. Asha aliendelea, Golden Palace Hotel sio mahali pa dharau au binafsi. Ni mahali pa heshima, upendo na haki. Kila mtu hapa ana thamani, na kila mtu anapaswa kupewa nafasi ya kuonyesha uwezo wake. Kwa mara ya kwanza, wafanyakazi walihisi thamani yao kweli. Wageni walipiga makofi kimya kimya, wakiwa na hofu na mshangao.
Na hata Bwana Daniel alijua kuwa maisha yake yalibadilika kwa sababu ya funzo hili: usidharau mtu kwa hali yake ya sasa. Kuanzia siku hiyo, Golden Palace Hotel ikawa ni mahali tofauti kabisa. Wafanyakazi walifanya kazi kwa bidii, lakini pia walijali wanakijamii na wateja. Upendo na heshima vilienea kila pembe. Na Asha alibaki msafishaji kwa macho ya wengine, lakini kwa moyo wake alibaki mlima wa maadili na nguvu ya kweli. Watu walijifunza kitu muhimu: tabia na moyo wa mtu ni zaidi ya mavazi au sura. Na hivyo, hadithi ya Asha ilimalizika, lakini funzo lake lilibaki milele: usimhukumu mtu kwa mavazi yake. Heshimu kila mtu, hujui ni nani kesho. Golden Palace Hotel ikawa ni kielelezo cha heshima, upendo na haki. Na Asha, msichana aliyedhaniwa kuwa msafishaji tu, alithibitisha kuwa uwezo, heshima na moyo safi unaweza kubadilisha kila kitu.